Mungu, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa muda huu na wakati huu. Ninakualika sasa katika Roho wa Bwana, utusaidie, utuongoze, utuhekimishe, utupe maarifa kupitia neno. Fungua akili zetu tupate kuelewa na maandiko, katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Upako wa kumaliza. Lengo kubwa la somo hili ni kukuhimiza, lakini pia kukufanya huwe na shauku na kiu ya kutafuta na kujua mbinu za kukusaidia katika kukamilisha au kumaliza mambo ambayo ulianza mwezi wa kwanza. Tuko kwenye mwezi wa mwisho kati ya miezi 12 ya mwaka huu wa 2025. Na tukishatoka kwenye mwezi huu wa 12 unasikia mwaka mpya. Kama kuna mwaka mpya, maana yake kuna mwaka wa zamani ambao ni 2025. Kwa hiyo kuna namna fulani unapaswa kujua namna na jinsi ya kuweza kumaliza huu mwaka vizuri. Sema vizuri. Sema vizuri. Lakini pia kukusaidia, kukupa mbinu ya kuweza kujua vitu kadha wa kadha katika Biblia, kwa namna tunavyoanza vitu, tunavyoanza mwaka, tunavyoanza biashara, tunavyoanza huduma, tunavyoanza kazi, na namna ambavyo tunapaswa kumaliza zile kazi vizuri. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya. Labda nianze kwa namna hii kwa kusema maisha ni safari. Maisha ni safari ambayo inakupa uzoefu tofauti tofauti unaokutana nao. Maisha ni safari ambayo inakupa uzoefu. Kwenye maisha tu unaweza ukapata uzoefu tofauti tofauti unaokutana nao. Kama maisha ni safari, maana yake lazima ujue kwamba safari yoyote ina mwanzo wake. Hakuna safari isiyo na mwanzo. Lakini pia safari yoyote ina mwisho wake. Kwa hiyo kama safari yoyote ina mwanzo wake, manake pale unapoanzia, manake pia safari hiyo ina mwisho wake pale unapomalizia. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika mbio utasikia ni mita 200, maana kuna sehemu inaanza, alafu inaenda na sehemu inamalizikia. Hakuna mtu anakimbia tu mbio, anazunguka tu anazunguka. Bwana unafanya nini? Nakimbia ili wewe nakimbia tu. Mbio zozote zina mwanzo na zina
mwisho. Ukisikia mbio kilomita 42, maana yake wanaanza from zero, wanaanza moja, wanaenda kilomita 20, kilomita 30, kilomita 40 mpaka inafika 42 wanamalizia. Kwa hiyo katika maisha naye hivyo hivyo, kuna kuanza na kuna kumaliza. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo safari yoyote, kama safari ni maisha, maana yake kuna namna inavyoanza, lakini pia kuna namna inavyomaliza. Hata darasa wanaosoma, aanzika tu anasoma tu, bwana wewe unasomaga tu, huu ni mwaka ngapi unasoma tu? Wewe uko darasa ngapi? Niko primary. Tunajua primary ni miaka mingapi? 7. Lakini wewe tuona primary tu inaenda mara 10 na ngapi, mara ndugu, ama labda umeenda secondary. Amna, niko primary. Huu ni mwaka wa ngapi? Kwa sababu tunajua unaanza darasa la kwanza primary, unamaliza darasa ngapi? La 7. Kila kitu kina mwanzo na nini? Na mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye maisha kuna issue ya kuanza, lakini pia kuna issue ya kumaliza. Na mimi sasa kufundisha habari za kuanza kwa sababu tuko kwenye kumaliza. Labda nikitaka kufundisha habari za kuanza, uanzeje, nitasubiri Januari. Lakini huu mimi nakufundisha kumaliza hicho ulichokianzisha. Na hata kama mwaka huu haitakuwa hivyo unavyofikiria, lakini utakapoanza ujue namna ya kuanza, lakini pia ujue umuhimu wa kumaliza. Kuanza vizuri na kumaliza vizuri. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo mwisho wa safari ndio unaamua sababu ya kuanza safari. Mwisho wa safari ndio unaamua sababu ya kuanza safari. Uwezo ukaniambia ninaenda Dar es Salaam. Tunajua umechukua gari labda Festa, umeondoka, umefika tu pale Magufuli terminal pale, umefika tu ukaangalia, ukapanda tena gari, ukaenda, tukarudi tena, ukakwenda tena huko, umekuja mpaka Kahama, alafu yakaa sawa, ukachukua tena gari, ukaanza tena kwenda tena. Ndugu yangu, unafurahia nini? Unafurahia kwenda kwenye magari ndio lengo lako, au unaenda Dar es Salaam kuna kitu nakifuata? Manake unapoanza safari, manake kuna sehemu unalenga, na kuna sababu unalenga, na kuna mahali ambapo unakwenda kutimiza hicho unacho kilenga. Chapie Bwana Yesu makofi. Haleluya, hayo makofi hayatoshi. Kwa hiyo unapoanza safari lazima uwe na lengo. Ilikuwa namuuliza mzee John, hivi kuanzia mwaka huu nije nifuatilie zile bahasha tulizoziandika. Nafikiri ziko huko. Sisi kama tulizichoma sijui vipi, sikumbuki. Tulianza nini? Yaani wakati tunaanza, nazungumza kama kanisa, msizungumzie kama wewe. Tulianzaje? Na sasa hivi ni nini tumekifanya? Manake tumeanza, tuna lengo. Sasa ni safari inayoanza kwenda kwenye nini? Kwenye malengo. Ni safari ambayo inaanza kwenda kwenye malengo. Hiyo inaanza mwezi gani? Mwezi Januari. Unaanza nini? Unaanza safari. Alafu ikifika Disemba, kwa sababu umejiwekea ile mipango, unaanza kupiga mahesabu. Je, nimefikia malengo ama sijafikia malengo? Nimekamilisha sababu ya mimi kuanza safari ama sijafikisha mwisho wa safari? Na kwa nini hujafikisha? Akaniambia baba ni mengi. Nikamwambia lakini ni kweli, hebu je niandikie vyote ambavyo tumeanza mwaka huu. Hiyo inakuonyesha sasa unapanga malengo, unaweza ukayafanikisha na ukayafanikisha zaidi ya jinsi ulivyowaza, kwa sababu Mungu anajibu tuombavyo na zaidi ya tuwazavyo. Mchapie Bwana Yesu makofi. Maisha ya ulokole sio ya kubahatisha. Ni maisha yaliyoongozwa na malengo.
Huwezi ukaishi tu kuanzia January, February, March, April, May, June, July, hewani mpaka inafika Desemba tunaanza mwaka mwingine ule wakati tumeuacha, alafu hakuna chochote ambacho kimeendelea. Lazima ifikie hatua ujihoji na ujitathmini. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo safari yoyote, iwe ya kimwili, iwe ya kiroho, iwe ya kihuduma, iwe ya kimaisha, ina mwanzo wake, alafu ina mwisho wake. Na sisi mwanzo wetu ulikuwa ni mwezi Januari, na leo tunakwenda mwisho wetu, tuko ndani ya siku ya 3 ya mwezi Desemba, ambayo tunakwenda kumaliza mwezi huu, mwisho wa safari kwa mwaka huu 2025. Muulize mwenzako, kuna chochote kimeendelea ama uko vile vile? Anajibuje? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mistari ya Biblia utaielewa tu. Sitaki kuingia sana ndani huko kwenye hilo. Kuna mistari ya Biblia utaielewa, ili kukufungua ufahamu kwamba usiishi tu maadamu unaishi. Ishi maisha yako yakiongozwa na malengo. Unaenda mpaka wapi? Nguvu zako wekeza kwenye hicho ulichopanga, hata kama ni kidogo, lakini umefikia mwisho. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hebu kile kitabu cha Ufunuo sura ya 1 tuone Mungu anavyojitambulisha mwenyewe. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 8. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 8. Ufunuo wa Yohana, kitabu cha mwisho kabisa, 1 mstari wa 8. Biblia inasema hivi: mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja, Mwenyezi. Mimi ni mwanzo na maana yake mwanzilishi, neno Alfa. Omega maana yake ni mkamilishi. Kwa hiyo Mungu anajitambulisha kama mwanzo na mwisho. Maana yake vitu vyote vinaanza katika yeye na vitu vyote vinakamilika katika yeye. Mungu mwenyewe anajionyesha hapo, anajifunua kwamba yeye huwa anaanzisha, alafu pia huwa anafanya nini? Anakamilisha. Maana yake chochote anachokianzisha, maana yake anakikamilisha. Akianzisha kujenga nyumba, yeye kama ameanzisha, huwe na uhakika ataikamilisha. Akianzisha biashara yoyote, huwe na uhakika imeanza katika yeye, huwe na uhakika ataikamilisha. Mungu hawezi akaanzisha kitu akakiacha hewani. Hawezi akaanzisha huduma akaiacha hewani. Hawezi akaanzisha utumishi akauacha hewani. Hawezi akaanzisha jambo lolote kwenye maisha ya mtu yoyote akaacha hewani. Yeye anaanzisha alafu anakamilisha. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo anajitambulisha kama mwanzo na mwisho, maana yake mwanzilishi na mkamilishi. Akianza biashara na wewe, ndio sifa hizo 3 za Mungu. Mungu ana sifa ya kuanzisha, ana sifa ya kuendeleza, na ana sifa ya kukamilisha alichokianzisha. Kama anakutoa safari hapa kwenda Dar ama kwenda Mbeya, unaanza naye, unaenda,
unaenda, utafika Singida, utafika Dodoma, anaendeleza. Yani kazi yake yeye akianzisha anaendeleza, alafu anakamilisha alichokianzisha. Haijalishi amekianza katika udogo kiasi gani, atakikamilisha katika ukuu. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Haleluya, haleluya. Yeye ni mwanzilishi na mkamilishi wa chochote kile. Ndio maana maisha yako ukiyaweka kwenye neema na msaada wa Mungu, huwe na uhakika adui hawezi akaua kile ambacho kimeanzishwa, kwa sababu ni Mungu ndiye amekianzisha, alafu ndiye anayekiendeleza, alafu ndiye anayekikamilisha. Kinaweza kikapita kwenye changamoto, kinaweza kikapita kwenye misukosuko, kinaweza kikapita kwenye vikwazo, lakini uhakika wa kufika mwisho kwa ushindi ni 100%. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Waebrania sura ya 12. Waebrania sura ya 12 ule mstari wa 2. Angalia anavyosema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yenu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Tukimtazama yeye Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Manake anakuambia katika safari hii ambayo Yesu ameianzisha, sisi macho yetu yanatakiwa yawe kwake. Yawe kwake tu. Tusitoe macho kwake, kwa sababu tayari yeye katika hicho ndicho amekianzisha. Lakini sio tu anakianzisha, anakikamilisha. Manake anahakikisha kinafika mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ni mwanzilishi na yeye ni, sasa unaona hapa anazungumzia mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu. Kumbe imani inatimizwa, si ndio? Kumbe kuna imani ya kwanza, alafu mpaka imani inafika, ndio Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Maana ile imani inatakiwa ikubebe mpaka dakika ya mwisho ya kile kitu kuwa halisi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Kile kitabu cha Waebrania sura ya 13. Waebrania 13:7. Waebrania 13:7. Inasema hivi: wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Angalia, wachunguzeni sana. Anasema waangalieni, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, manake viongozi wenu waliowaambia neno la Mungu. Lakini katika kuwakumbuka na kuangalia, Biblia inatutaka tuchunguze sana wamemalizaje mwendo, alafu ndipo tuige imani yao. Bwana Yesu asifiwe. Alivyoanza haisemi tuchunguze mwanzo wao alafu tuige mwenendo wao, imani yao. Namna walivyoanza si issue, namna walivyomaliza, wamemalizaje ndio issue ya muhimu. Anaweza kaanza akiwa mzuri sana,
akamaliza akiwa ana changamoto sana, ama ameshaacha imani, ama ameshakengeuka, lakini alianza vizuri. Kwa hiyo Biblia inatutaka tuchunguze mienendo yao, namna walivyoenenda, alafu tuige imani yao kwa kuchunguza mwisho wao wamemalizaje. Kwa hiyo kumbe mwisho ndiko kunakotoa majibu. Okay. Hivi John Ngoro, watu wanapoweka kukimbia mita 100 hapo, sawa? Alafu kamba iko huku, alafu wameanza wote kukimbia kwa kasi, ni nani anayechukua ushindi wa kushinda zile mbio? Wakati gani? Ameanza kukimbia ama mwishoni? Okay. Huyu aliyeanza anaweza kaanza akakimbia akawa kabisa wa kwanza, baadaye akaja kapitwa. Nani sasa anakuwa mshindi? Huyu sasa anaweza kujitetea, jamani na mimi si nilikuwa kwanza nikaongoza mpaka pale, alafu akanipita. Nani anachukua ushindi pale? Mshindi huwa ni anayemaliza, sio anayeanza. Amen. Haijalishi ni mbio za kilomita 3, umekimbia kilomita 2 umeongoza. Mshindi anaamuliwa mwisho wa mbio zile. Ndio maana unaweza kumuona mtu ameanza vizuri, wala usibabaike. Haiwezekani hasira tu ya mlenda, lakini wewe chunguza mwisho wake. Anaweza kaanza yuko kwenye njia, akamaliza ametoka kwenye njia. Anaweza kaanza na imani, akafika akatoka kwenye imani. Anaweza kaanza na nguvu ya Mungu, akamaliza akaanza kutumia nguvu nyingine. Ndio maana Biblia inasema chunguza sana mwenendo wao, alafu ndio iga imani yao. Chapie Bwana Yesu makofi. Hayo makofi hayatoshi. Hayo makofi hayatoshi. Hayo makofi hayatoshi. Kwa hiyo imani inaigwa mwishoni. Huyu amemalizaje? Huyu anaendaje? Anaendaje kwenye mbio? Kama imani ya kwanza na imani ya mwisho tutaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukitaka kumfuata mtu, usiangalie alivyoanza, angalia alivyomaliza. Kama bado yuko hai, kamalizaje safari ya imani? Kamalizaje safari ya wokovu? Kamalizaje hicho alichokianzisha? Kamalizaje? Na watu wengi kweli tunaanzisha alafu hatukamilisha. Hata katika maisha ya kawaida nilikuwa na kuonyesha kwamba kuna kuanza na kwenye kuna kumaliza. Kile kitabu cha Yakobo sura ya 5. Yakobo sura ya 5 mstari wa 7. Utaangalia hapa. Yakobo sura ya 5. Ule mstari wa 7. Biblia inasema hivi: kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima ungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Unaona, kuna mvua ya kwanza na mvua ya mwisho. Kila kitu kina mwanzo na mwisho. Imani ya kwanza na ya mwisho, nguvu za kwanza na za mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mvua ya kwanza huwa inaandaa shamba na kulainisha ardhi na kuchipuza ile mbegu. Mvua ya mwisho kukomaza yale mazao, si ndio? Sawa sawa? Sawa sawa? Kuna mvua ya kwanza na mvua ya mwisho. Kuna upako wa kwanza na upako wa mwisho. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tuko sawa? Sasa nianze kuzungumza hicho sasa.
Nataka nikuengee kwamba kuna cha kwanza na cha mwisho. Kwa hiyo usiweke tu jicho kwenye ya kwanza, jua pia kuna kitu cha mwisho. Usiweke tu kutafuta msaada kwenye namna umeanza biashara. Lazima uwe na namna ambavyo utakavyohitaji ili biashara ile ipate kumalizwa salama. Yeye aliyeanzisha ndiye anayekamilisha alichokianzisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nizungumze hivi. Mungu anapoanzisha kitu anatumia upako wake wa alfa. Na anapotaka kukamilisha kitu anatumia upako wake wa omega. Chochote kinachoanza, hata kama ni semina, hata kama ni biashara, unataka kuanza kitu, uko upako wa alfa. Uko upako wa alfa ambao huo una kazi ya kuanzisha chochote kile unachotaka kianze ndani ya maisha yako. Adui yaweza kakiua. Merudia tena. Mungu anapotaka kuanzisha kitu anatumia upako wake wa alfa, na anapotaka kukamilisha alichokianzisha anatumia upako wake wa omega. Hizi ni nguvu mbili tofauti zinazofanya kazi kwa malengo tofauti ndani ya maisha ya kwetu. Chochote kilichoanza katika Mungu, kama akijapata upako wa kukamilisha katika Mungu, kinaweza kisiwe na matokeo. Biashara yote iliyoanza katika yeye huwa inakamilika katika yeye. Inaanza katika yeye katika upako wa alfa, alafu inakamilika katika yeye katika upako wa omega. Yeye ni alfa na omega, mwanzo na mwisho. Imekaa sawa? Iko sawa? Iko sawa sawa. Kwa hiyo unapohitaji upako, unaona tunakwenda kwenye mwisho wa mwezi huu, unakwenda mwisho wa mwaka, maana yake tunahitaji upako wa omega ili kusudi kukamilisha kile ambacho tumekianzisha kwa mwaka huu. Iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni mradi, iwe ni taasisi. Usifanye iende peke yake. Hitaji upako wa kiungu katika kuendeleza na katika kukamilisha hicho kilichoanza katika yeye. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine utasikia naomba Baba, tunaanza jambo hili, asante kwa upako wako wa alfa. Lakini tunapokwenda kukamilisha, uwe na uhakika nitataka upako wa nini? Omega. Maana yake kukikamilisha hicho kilichoanza vizuri kama Mungu alivyokusudia. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Mimi sijui umeanzisha nini mwezi wa kwanza, na sijui hali ikoje kwenye mwezi wa kwanza. Nimekuambia maisha ya imani ni maisha ya safari ambayo ndani yake ana uzoefu mkubwa ambao unapaswa kupitia. Kuna miba, kuna mbigiri, kuna mawe, kuna kila aina ya moto. Kwenda kwenye hatima unahitaji msaada wa Mungu. Kwenda kukamilisha malengo unahitaji msaada wa Mungu. Ndio maana najiita ni alfa na omega. Chochote kilichoanza kinaanza ndani yake, na chote kilichokamilika anakikamilisha yeye kama anavyotaka. Chapie Bwana Yesu makofi. Ndio maana usiende kwa akili zako sana, tafuta msaada wa Bwana. Kama ulikuwa hujui namna kuomba, anza kuomba ule upako wa omega. Inawezekana ulianza ka biashara na Kenyatta akaeleweke kanaenda ama kanarudi. Omba msaada wa Mungu, Baba, upako wa omega, kwa sababu Mungu anaweza akatumia hata siku moja kubadilisha historia ya maisha yako. Alitumia siku moja kuchange Israeli kutoka kwenye utumwa kwenda katika maisha ya uhuru na utajiri. Anaweza akabadilisha maisha yako ndani ya usiku mmoja akakushangaza.
Unachopaswa kukijua ni kwamba Baba, ule upako omega, tunakwenda kumaliza mwaka huu 2025. Leo hii ni tarehe 3. Mungu, ule upako omega uwe pamoja na biashara yangu, uwe pamoja na kazi, ili namna nilivyoanza vizuri nimalize vizuri zaidi kama ulivyokusudia. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Upako wa alfa kazi yake ni kuanzisha. Upako wa omega kazi yake ni kukamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Usisahau upako wa kumaliza. Kwa hiyo ina maana kwa mwezi wa 12 kama kung'ang'ana na Mungu tunaomba toba. Inawezekana tulianzisha lakini katika ulegevu, lakini haina shida. Inaomba Baba ule upako wa kukamilisha ili nimalize salama, kwa sababu hizo ni mbio. Nimekuambia ushindi unapatikana mwisho, ushindi haupatikani mwanzoni. Ushindi ni mwisho. Na ndio maana nasema anajibu zaidi ya tunavyoomba na kuwaza. Nani alijua kwamba Wakongomani wanang'ang'ana na redio ambayo ni online, link ile wanagawana? Nani alijua? Ungeniambia mimi hata nisingejua. Kwanza haikuwa ndani ya akili. Hiyo ndio Mungu anafanya zaidi ya tunavyoomba na kuwaza, hasa macho yako yanapokuwa kwake. Anafanya zaidi. Na wakati nimeamka kuomba usiku, unaomba huko najiuliza, hii ndio imepanuka hivi? Nianze kuifanyia maombi kwa ajili ya kuhitaji msaada zaidi wa Mungu. Kwa sababu nimegundua Mungu atani yuko serious kuwafikia watu kupitia madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ya upako? Nini maana ya upako? Neno upako linatokana na neno kupakwa mafuta. Linatokana na neno kupakwa mafuta. Kiingereza huko wanaita anointing. Lakini ina maana kama 3 hivi ambazo nataka uzione. Ya kwanza, maana ya upako ni uwezesho wa Roho wa Mungu kukamilisha kile kilichoanzishwa. Sasa mimi nazungumzia upako kwa maana ya ile hali ya kumaliza, lakini inaweza ikaanzisha. Kwa hiyo unaona, unapozungumzia upako maana yake unazungumza uwezesho wa Roho wa Mungu. Kama Roho wa Mungu amekuja kuanzisha, maana yake ni uwezesho. Huo sasa sio uwezo wa kibinadamu, sio nguvu za kibinadamu, sio elimu ya kibinadamu, ni uwezesho wa kiungu. Ni mkono wa Mungu unaoingia kazini. Ni kama ambavyo Yesu alisema Bwana amemtia mafuta, Roho wa Bwana yuko juu yake, Bwana akampaka mafuta ili apate kuwaponya waliovunjika moyo, apate kuwafungua. Unaona, upako unapoingia kuna vitu vinavunjika, kuna mambo yanavunjika. Ukiomba upako wa omega kwenye shughuli zako, huwe na uhakika unaomba uwezesho wa kiungu. Maana yake unaona ni issue inahitaji msaada wa Mungu zaidi, na Mungu akiingilia kuna nira zinavunjika, kuna mapepo yatapigwa, na kwenye uharibifu utapigwa pale, ili hicho kitu kiende sawa sawa kwenye uhalisia ambaye Mungu anataka. Kwa hiyo ni uwezesho wa kimungu. Roho Bwana yu juu yangu, maana Bwana amenipaka mafuta. Neno upako inatokana na neno kupakwa mafuta au kutiwa mafuta, ambayo kuna maanisha ni uwezesho wa Roho wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo kama inakuja kuanzisha, itaanzisha. Kama inakuja kukamilisha, itakuja kukamilisha. Inategemea unatumia huo uwezesho ambayo nimeuita upako kufanya nini.
Ndio maana usifanye vitu kienyeji. Mtu mmoja amepata bajaji roho mpya. Alafu nikamwangalia nikasema nimwambie huyu anatakiwa yani wengi huwa tunaanza vibaya. Vitu vingi tunavianza vibaya. Hatuanzi katika Mungu kwanza. Tunaanza tu kienyeji. Wewe unaanzisha biashara kirahisi tu, hujaweka wakfu biashara, hujaamua kuweka kitu ambacho kitakuwa kama sehemu ya madhabahu unayoinua, unapuyanga tu. Hivi ni vitu vya kiroho. Unataka kuinuka katikati ya watu wenye giza, unafikia ni kwa njia ya maneno peke yake? No, lazima uwe na msingi imara unaojua namna ya kuanzisha. Baba, katika damu ya Yesu ninaiachilia hii dhabihu ya kuiweka wakfu biashara hii, na ninaianza kwa damu ya Yesu, ninaianza kwa damu ya Yesu, ninaianza kwa damu ya Yesu. Mungu, naomba ule upako wa kuanzisha jambo hili uwe juu ya kazi. Utashangaa wakati wengine wanayumba, wewe unasonga mbele. Wakati vitu haviendi, wewe unasonga mbele. Inaweza isiangalie hali yako ya historia, inaweza isiangalie misimu na majira, kwa sababu umeianzisha katika yeye. Uwe na uhakika ataiendeleza, na uwe na uhakika ataikamilisha. Chapie Bwana Yesu makofi. Usianzishe vitu kienyeji. Uko kwenye nyumba, umeanza kujenga nyumba, wewe unaanza kulala kwenye nyumba mpya kienyeji. Unaanza kufanya biashara kienyeji. Wenzako upande ule hawafanyi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoomba ule upako wa Roho Mtakatifu, manake uwezesho wa kiungu, manake ni Mungu na mkono wake, ambaye haitokani na elimu, ujuaji, historia ama una nini. Ni mkono wa Mungu unaoingia kusema kwamba hicho kilichoanza kinasimama na hakuna kukiangusha. Chapie Bwana Yesu makofi. Kwa hiyo upako wa kumaliza maana yake ni uwezesho wa kiungu unaokuwezesha kumaliza kile ulichokianzisha. Pointi namba 2, maana ya pili. Upako maana yake ni nini? Ni Roho Mtakatifu kazini ndani ya mtu kufanya matokeo yasiyo ya kawaida. Upako maana yake nini? Ni Roho Mtakatifu kazini ndani ya mtu kufanya matokeo yasiyo ya kawaida. Kwa hiyo unataka matokeo yasiyo ya kawaida, manake hii inakufanya yani watashangaa, mbona tumeweka vizingiti, mbona tumefanya uchawi, mbona tumefanya matambiko, lakini mbona huyu Bwana anazidi kwenda, huyu Bwana anazidi kwenda. Nafikia ni ujanja huyo mtu. No, ni anointing inapokuwepo, ambaye inapokuwepo maana yake ni nguvu za Roho Mtakatifu kazini ambazo zinafanya matokeo yasiyokuwa ya kawaida. Inawezekana wameharibu ili waone matokeo mabaya, wanashangaa na kuwa mazuri. Inawezekana wamevuruga ili usiendelee, wanashangaa wewe unasonga mbele. Inawezekana wameweka kila aina ya fensi, lakini wanashangaa unapita kwenye fensi. Huo ni mkono wa Mungu ambao unaitwa upako kazini juu ya kazi yako na maisha yako kwa jumla. Chapie Bwana Yesu makofi. Sema upako. Rudia tena. Kwa hiyo upako ni uwezesho wa Roho wa Mungu. Lakini maana ya pili, upako ni Roho Mtakatifu kazini. Hii haitokani na uwezo wa kibinadamu, elimu ya kibinadamu, nguvu za kibinadamu. Ni Roho Mtakatifu kazini kufanya matokeo yasiyo ya kawaida. Nilikuwa naangalia hapa Ngoro, amerusha tu ile yule mama aliyeponya hapa. Watu walishafika 70 wanaifuatilia hivi. Unafikia ni madaraka? Wapi? Hamna kitu.
Roho Mtakatifu kazini anafanya mambo yasiyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maisha ya imani na maisha ya nguvu, jifunze sana imani, lakini usiache kujifunza juu ya nguvu ya Mungu. Maana kuna imani kwenye jina la Yesu, kuna imani kwenye damu ya Yesu, kuna imani kwenye neno la Yesu, kuna imani kwenye nguvu. Kuna imani. Haitoshi tu kuamini juu ya jina la Yesu, haitoshi tu kuwa na imani juu ya damu ya Yesu, haitoshi tu kuamini juu ya neno la Mungu, lakini lazima uamini, uwe na imani katika nguvu. Sema nguvu. Rudia tena. Nguvu, sema nguvu. Lazima uamini vyote alivyo navyo, nguvu zake, jina lake, damu yake, neno lake, vyote. Watu wana imani eneo moja, alafu eneo lingine wanapelea. Ndio maana Biblia imeainisha kabisa, na imani katika damu yake. Sehemu nyingine wana imani katika nguvu zake. Hiyo issue special kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maana ya tatu ya upako ni kifaa cha kiungu kinachowapa watu kufanya zaidi ya uwezo wa kawaida. Ni kifaa cha Mungu, cha kiungu, kinachowapa watu kufanya zaidi ya uwezo wa kawaida. Ni kifaa cha kiungu. Manake roho, Mungu anatumia hicho kifaa kinachoitwa upako anapotaka watu wafanye vitu visivyo vya kawaida. Hata akili ya kibinadamu inakosa maelezo. Huwe na uhakika natumia kifaa kinachoitwa upako. Hiyo ni nguvu ya Mungu kazini. Alishakuja mama mmoja anaambia anataka kununua kiwanja maeneo haya, alafu ana 400,000. Ana laki inasaindi kichwani. 400,000 utapata kiwanja huko mjini. Hata mbali huko uwezo kukuta kiwanja cha 400,000 huko. Na akaweka maombi kwenye box. Akaja nikafanya maombi. Yule mwenye nyumba, yule mwenye kiwanja mwenyewe alizitaka hizo 400,000. Alafu akapata kiwanja. Mchapie Bwana Yesu makofi. Nguvu ya Mungu ama upako wa Roho Mtakatifu juu ya mtu ndio unaoamua kifanyike kitu ambacho sicho cha kibinadamu. Kama ni biashara, utafanya biashara katika uwezo usio wa kibinadamu. Kama ni katika kazi, utafanya kazi katika njia ambayo sio ya kibinadamu, na itatoa matokeo ambayo kibinadamu yatakuwa yanashangaza. Ndio maana mahali pengine kwenye neno lake anasema Mungu alimjalia Nehemia neema ya kupata kibali kwa mfalme kama nguvu ya Mungu ilivyokuwa juu yake. Ile nguvu ndio inaenda. Sinataka uniuzie kiwanja, ule upako unaenda. Ndio unanitangulia, unaenda mbele yako, unakubadilisha mawazo yako ili yafanane na ninachotaka. Ile ni nguvu ya Mungu inayoitwa upako. Bwana Yesu asifiwe. Usiende kufanya kazi, kufanya shughuli peke yako. Nenda na nguvu za Mungu. Amen. Amen. Nenda na nguvu za Mungu. Nenda na anointing. Nenda na upako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimekupa maana 3 za neno upako. Ni uwezesho wa Roho wa Mungu
kukamilisha kile kilichoanza. Kama ameanzisha anaanzisha, kama kukamilisha anakamilisha. Maana yake ni uwezesho. Lakini upako maana ya pili ni Roho Mtakatifu kazini ndani ya mtu kufanya matokeo yasiyo ya kawaida. Ndio maana ukijua siri hii utakuwa wewe sio mtu wa kawaida, utakuwa ni mtu wa tofauti. Kazi yako itakuwa tofauti, shughuli zako zitakuwa tofauti, maisha yako itakuwa tofauti. Kwa nini? Kuna mkono huko juu ambao sio wa kibinadamu. Watakuwa wanakuona lakini sio wewe, ila kazi unazozifanya watashangaa. Si bure, mkono wa Mungu uko juu yako katika hicho unachofanya. Hata kama utaamua kupika mandazi, katikati ya upako ukipika hayo mandazi yanakuwa sio ya kawaida. Hata kama unakoroga uji katika upako, ule uji sio wa kawaida. Haleluya, haleluya. Chochote unachokifanya under anointing kinakuwa sio cha kawaida. Ndani yake kuna mkono usioonekana kukamilisha na kufanya hicho kitu katika ubora usio wa kibinadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Tuko sawa sawa jamani? Tuko sawa sawa? Sasa ukishajua upako kumbe ni muhimu, itafika kila siku ya asubuhi unaambia Bwana nipake mafuta kwa upya. Katika shughuli zake usiende kienyeji. Nipake mafuta kwa upya. Fresh, huwa naita fresh anointing. Upako mpya, fresh anointing, fresh. Yani kwa lugha ya fresh anointing maana yake mafuta ya leo. Mafuta ya leo. Biblia inasema mtu anapohudumu ahudumu kwa kadri ya nguvu anazojaliwa na nani? Na Mungu. Sasa sisi tunapohudumu tunajua ni kuja madhabahuni kinkoro. Biashara yako ni huduma ile, ule ni utumishi. Umeuanzisha katika yeye na unakamilisha katika yeye. Lazima ianze katika yeye na ikamile katika yeye. Inahitaji nguvu kwa sababu Mungu anasema katika neno lake ya kwamba Mungu anasema kila mtu anapohudumu ahudumu kwa kadri ya nguvu anazojaliwa. Sizo alizojaliwa, anazojaliwa. Maana kila siku mpya unapoenda kutumika asubuhi kuna nguvu za asubuhi. Ukienda jioni kuna nguvu ya jioni. Chapie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Tuko sasa. Hizo ndio mbinu za kimaisha. Baba, asante kwa sababu ya mkono wako ulio juu yangu kwa asubuhi hii. Asante kwa mafuta ya Roho Mtakatifu mapya yaliyoko juu ya maisha yangu leo. Katika jina la Kristo inatembea katika hekima ya kiungu.